Ni mkuu wa mkoa wa Singida tena Halima Omar Dendego hapa akiongea kwa hisia juu ya kuwalinda watoto hususani katika mambo mbalimbali ya magonjwa ya milipuko. Usikutane na mtoto aliyepata polio. Pale ndio utakapoona uchungu wa mzazi. Ukimwona mwanao anavyoteseka, utaona uchungu kwamba unakuwa ni mzazi wa miaka yote ya mtoto yule mpaka siku yake ya kuaga dunia hii itakapofika. Kwa hiyo ni losi kubwa kwa mtoto au mwanafamilia akipata ugonjwa huu. Ni ugonjwa mbaya. Tumuombe Mwenyezi Mungu Tanzania pawe mahala salama pasipokuwa na maambukizi yoyote ya polio. Ndugu washiriki, mkoa umeendelea kutekeleza majukumu ya kuboresha huduma za afya, na kwa sasa tunalo jukumu mbele yetu la maandalizi ya kampeni ya kitaifa ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio. Je, serikali itashirikiana vipi na mashirika mbalimbali hapa mkoani Singida? Ninawashukuru wadau wetu wa maendeleo wanaowezesha kampeni hii ya chanjo, ambao kwa pamoja na shirika la afya duniani UNICEF wanashiriki kuandaa shughuli hii muhimu katika halmashauri zetu zote 7 za mkoa wa Singida. Ndugu washiriki, ofisi ya mkuu wa mkoa inaendelea kushirikiana na ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu TAMISEMI, Wizara ya Afya na wadau mbalimbali wa chanjo, hususan shirika la afya duniani, UNICEF, EGPAF, Standard Radio Singida, Action Against Hunger, Site Savers, ESTL na wengine katika utoaji na uboreshaji wa huduma za afya. Kutokana na viashiria vya ugonjwa wa polio, Singida imejipangaje na watachanja watoto wangapi na itakuwa tarehe ngapi? Kutokana na uwepo wa kirusi hicho cha polio katika maji taka kwa Mwanza, napenda nichukue fursa hii kwa taarifa kuwa tutakuwa na zoezi mahususi la uchanjaji litakalohusisha utoaji wa chanjo ya matone ya Novel Oral Polio Vaccine Type 2 kwa watoto wenye umri wa chini ya miaka 10, ambapo kwa Singida tunatarajia kuchanja watoto 542,041. Tutaanza tarehe 24 mpaka tarehe 27 Machi 2026 kwa dozi ya kwanza na tarehe 7 mpaka tarehe 10 Mei 2026 kwa dozi ya pili katika mkoa wa Mwanza na mikoa ya jirani ambayo ni Geita, Mara, Shinyanga, Simiyu, Singida na Tabora. Lengo kuu la zoezi ni kuwakinga watoto dhidi ya kirusi cha polio aina ya pili kilicho katika mazingira ambayo yanaweza kusababisha ulemavu wa kudumu kwa maana ya kupooza, na wote tunajua nini maana ya polio kwa watoto wetu. Ili kampeni hii iweze kufanikiwa, tumeona kabisa mikoa, wizara zetu, Wizara ya Afya, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI pamoja na wadau hawa niliwataja wanashirikiana kwa pamoja katika kuwafanya maandalizi na hatimaye kuwafikia watoto wote waliolengwa na kuweza kuchanjwa katika mikoa ambayo nimeitaja. Mheshimiwa Halima Dendego, hivi kwa nini mmekutana siku ya leo? Sasa tumekutana hapa leo kwanza kupashana habari iko hatari hiyo ambayo iko katika mazingira yetu, lakini lipo jukumu kama serikali na wadau wengine kuhakikisha kwamba hatari hiyo tunaitokomeza kwa kuhakikisha watoto wetu wanapata chanjo. Kwa hiyo tumekutana hapa tukiangaliana ni viongozi tuliotoka katika makundi mbalimbali. Kwa hiyo tunao wajibu wa kushiriki na sisi moja kwa moja kwenye kampeni hii na kuhakikisha kwamba watoto hawa wote wanafikiwa na wanapata chanjo. Wakati wa zoezi la chanjo tutakuwa na wachanjaji 1135 katika halmashauri zetu zote 7. Kwa hiyo watakuwa na mchanjaji katika eneo moja, lakini kutakuwa na mhamasishaji na takwimu. Kwa maana mwisho wa chanjo lazima tuwe na takwimu sahihi, ni watoto wangapi ambao tumewafikia. Timu hizi zitaendelea kutoa chanjo ya matone kwa walengwa kupitia vituo vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, shuleni,
na maeneo mengine yenye mikusanyiko ya watoto wengi kama maeneo ya ibada, na ndio maana leo tuko na viongozi wetu wa dini na wenyewe tukiamini wakitoka hapa basi wanaenda kuwa mabalozi wazuri wa kuitangaza chanjo hii. Je, kwa upande wa mratibu wa chanjo Habibu Mwinori, yeye anasemaje? Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwamba katika utekelezaji wa zoezi hili mkoa tumeweza kuainisha mahitaji ya mkoa, ikimaanisha tumetengeneza micro plan kwa kila halmashauri, na hizo micro plan zimeshawasilishwa kwenye ngazi ya taifa na kupata mahitaji ambayo yanatakiwa yatumike kwenye zoezi hili la siku 4 kwenye mkoa wetu wa Singida. Katika hili kwenye maandalizi, kila halmashauri imeshafikia zaidi ya 50% katika usambazaji na upelekaji wa vifaa kwenye vituo vya kutolea huduma za afya tayari kwa ajili ya maandalizi. Lakini dozi ambazo zimesambazwa kwenye kila halmashauri, Ikungi tumepeleka dozi 190,000, Iramba dozi 142,000, lakini Itigi tumepeleka 104,000, Manyoni tumepeleka dozi 128,000, Mkalama tumepeleka dozi 109,500, Singida halmashauri tumepeleka dozi 124,500 na manispaa tumepeleka dozi 89,500. Jumla dozi ambazo zimekazi 17,810. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, pia tumepeleka kalamu za kuwekea wino mtoto baada ya kupata chanjo, ambapo kwa halmashauri ya Ikungi tumepeleka kalamu 650, Iramba 490, Itigi 360, Manyoni 440, Mkalama kalamu 380, Singida DC kalamu 430, Singida manispaa kalamu 310. Jumla tumepeleka kalamu 360 kwenye ngazi ya halmashauri. Hatujamwacha mbali mtunza takwimu Dhamila Ramadhani, naye anasemaje? Kirusi cha polio huingia mwilini kupitia njia ya mdomo kwa kinywa. Aidha inaweza kuwa ni maji au chakula ambacho kimechafuliwa na kinyesi, kwa sababu yule virus anakuwa ndani ya kinyesi. Huyo kwenye kinyesi tunaweza kukipima kwa kuchukua sampuli kupitia maji katika sewage. Kwa hiyo ikichukuliwa ile sampuli, ile maji yakipelekwa kwenda kwenye maabara ambayo tunapima. Kwa hiyo kama kuna kimelea chochote kwenye kiashiria cha polio ikionekana basi tuna kila sababu ya kuja na kampeni kama hii kuongeza chanjo kwa watoto walengwa ambao tumeweza kuwasikia, ambao tutaenda kuwapata watoto kuanzia chini ya miaka 10, tunaenda kuwafocus ili kuweza kuwapatia chanjo hii. Ujumbe muhimu ambao tunataka tutoke nao hapa kwamba chanjo ya polio ya matone ni salama, yenye ufanisi na ni muhimu kwa watoto walio katika umri ule tunaenda kuwafuata, na hata kama mtoto atakuwa amepata hiyo chanjo, sio kwamba eti amepata atakiwa kuchanjwa. Mtoto yule hii chanjo inaenda kumsaidia, yani kumuongezea kinga. Hii ni Chemba Talk Show, nami ni Amini Nyaungo.